8 ya Tambalale mtu wangu linaitwa Campus Chronicles. Mimi naitwa Rio na hii ni Zuri TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama ya kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Sasa tuanzia sehemu ambapo tulishia kwenye episode ya 7 ya Tambalale mtu wangu. Amira akatoka nje ajue anafikaje hostel. Ikabidi ampigie simu Jonathan ili aje amsaidie. Mchizi alipopata hizo taarifa akatoka mkuku. Kweli bana kuchukua muda sana akawa ameshafika eneo la tukio. Baada ya muda Jonathan akamfikisha hostel ya Amira. Amira akashukuru sana kwa ukarimu wa mchizi na nini, kisha akaondoka zake huku Keo ameshtuka asubuhi akakuta yuko na nyama nyingine. Haelewi imefikaje hii nyama hapa na ameshaichapa tayari bila kujua. Mchizi akakumbuka kilichotokea kwenye sherehe jana. Ndo akajua sasa inawezekana Access na wenzake ndo walifanya hivi aise na walimdunga madawa ya kulevya. Access akasema ulikuwa unaogopa kama panya mwanzo, lakini sasa hivi tumekubadilisha, umekuwa kama simba. Lakini cha kushangaza zaidi ni kwamba simba jike jana alikimbia. Kwa hiyo tukafanya mpango tukubadilishie, tukupe nyama nyingine tu ichape, maana ulikuwa unaonekana una hamu sana. Alitaka kutuharibia yule, lakini mission imekamilika. Kewa akamind kinoman kidogo mvae Access, lakini Frankie akaingilia. Yaani huwezi kumfikia Access kama Frankie yupo, lazima kae mbele yake tu. Usiwe mjinga Kewe, bado tuna kazi. Kewa akataka kukiamsha tena, lakini masela wako imara. Mwisho akawa amesepa tu, hata wafanya nini sasa. Hali ya Beli inazidi kuwa mbaya kila siku, mawazo ni mengi mno. Akiwa anatembea Jonathan na Waisa wakamtokea. Amira yuko wapi? Huwa mko pamoja kwa sababu tunasoma masomo ya kuchagua, ndio maana siko naye. Hiyo si ilikuwa muhula uliopita? Bela akawa amesepa hapa, maana na mwanzo kinoma yani. Waisa akasema hajawahi kumuona Bela yuko hivi, lakini Jonathan yeye anaona yuko sawa tu. Yani baada ya maneno ya soma tu hayupo sawa kabisa. Wale ni wanawake bro, kupigana ni kawaida. Mara kaja Princess hapa. Hello guys, tunaelekea wapi? Washikaji akamwangalia tu kisha wakacheka kinoma, halafu akakiamsha wakamwacha aelewi. Akahisi pengine wamkumbuki hivi, lakini aliona aibu huyo. Noma sana mtu wangu. Princess akarudi hostel na hasira kishenzian. Marafiki zako Wisa na Jonathan wamenipuuza. Una uhakika walikuona? Nilikuwa nao kabisa, labda mambo hayajawa sawa tu bado. Yarekebishe bana, mimi nataka kuwa na Jonathan, ona walichonifanyia sasa. Kumbe mission ya Princess ni kuwa karibu na Jonathan. Ndio maana anammezesha maneno mengi sana soma Narekebishaje wakati hakuna anayepokea simu zangu? Amira, Bella, Jonathan hata Waisa ananipuuza sasa hivi. Wewe ndo mwenye makosa, ungenitambulisha vizuri asingetokea haya. Nawezaje kutoka nao sasa? Kama unataka nafasi kwenye grupu ipambanie, au nikamwombe msamaha Amira. Unataka kumwomba msamaha Amira baada ya yote aliyoyafanya? Amemchukua mwanaume wako, bado unataka ukamwombe msamaha kweli? Unamchukia Amira bure tu, hayupo hivi unavyofikiria wewe. Princess akatoka kwa hasira kishenzian. Baadaye Amira akapokea simu ya Kewe, anataka kuonana naye yuko nje. Bibi kweli akatoka kwenda kuonana na Kewe, vitu kaa hizo mtu wangu. Sasa Kewe amekuja kuomba msamaha kwa kila ambacho kilitokea jana. Amira akasema alimwamini sana Kewe, kilichotokea kimemaliza kila kitu. Sikutarajia lakini ulifanya, ulivuka mstari ambao sikutegemea kabisa Kewe. Haustahili heshima yangu wala haustahili urafiki wangu tena. Amira akataka kusepa, Kewe akamzuia njia. Samahani, nilikosea. Amira kwa sasa hataki kabisa mazoea na Kewe. Jonathan alikuwa anatazama tu kwa mbali, kila kitu ambacho kilikuwa kinaendelea hapa yeye anakiona ise. Kewe akarudi nyumbani na hasira kishenzian, akamkuta Access hapa. Nataka muondoke, mara sijawasamehe kabisa kwa kila ambacho mlikifanya jana. Utusamehe nini? Mmenifanya nigombane na Amira kwa kuniingiza kwenye upuuzi wenu. Kama ni kuhusu hii nyumba, gari, hata pesa nitarudisha. Mr. Solomon unadhani atafurahi? Kakufanyia kila kitu, anajua kakutengeneza simba, kumbe muoga tu. Mmenifanya nimuumize mwanamke ninayempenda. Unadhani mapenzi ni kila kitu? Ulimtelekeza kila mtu ukamfuata Amira. Yule Amira atakuwa udhaifu wako wewe. Access akasema Amira ni rafiki yake Jonathan na baba yake Jonathan ni target yetu sisi. Tukimkosa baba yake Jonathan tunaweza kumtumia hata Amira. Masela wakawa wamesepa hapa, wameshamaliza ya kwao. Upande wa pili huku Amira karudi, hana muda wa kuongea kabisa na Bella. Ni bora uniambie kinachoendelea kabla sijahama kwenye hiki chumba. Hii maana yake nini sasa Bella? Unanitesa kihisia, kimwili, kiakili na kila kitu yani. Amira akasema sio kila kitu nitakwambia, naweza nikakusaidia. Natamani turudi kama zamani, sasa hivi tumesambaratika. Amira akasema hivyo ndo maisha yalivyo, watu wanabadilika, urafiki unaisha, hauwezi kudumu milele. Ulienda kwenye pati ya Kewe jana, ulirudi na gauni ambalo sikutegemea kabisa kuliona kwako. Bella amechunguza kwenye vitu vya Amira akakutana na hilo gauni, kwa hiyo alitaka kujua nini kinamsibu Amira mpaka sasa. Amira hakutaka maelezo mengi hapa, akawa amesepa. Yaani kwa sasa anahitaji muda tu wa kukaa peke yake afanye mambo yake. Waisa akaendelea kuwa karibu zaidi na Bella. Wakati wanaongea, Waisa akajua Bella bado hayupo sawa kabisa. Shida yako nataka kumaliza matatizo ya kila mtu, mengine yaache tu. Siwezi Christian. Mchizi akafurahi kishenzi kuitwa jina lake kamili, yani Christian. Analipenda hilo. Bella akasema kampoteza Amira na kila mtu aliye
amekaa karibu naye. Wais akasema hujampoteza kila mtu, mimi nipo kwa ajili yako. Kwa muda gani? Milele? Una maana gani? Unataka kunioa au? Hiyo ni nzuri sana. Fikiria tunatembea kanisani pamoja. Bella akaanza kulia hapa. Unafanya nini sasa? Wewe ni mjinga Waisa. Bibi akarudi kwenye mudi yake. Waisa anamjulia sana Bella. Basi bana, Bella akaja kulala chumbani kwa Jonathan. Jonathan alipofika hakujua amefuata nini hapa. Waisa akasema mnamuumiza sana Bella. Kila mtu aliyepo hapa amemiss kundi la Waise. Jonathan akasema hasingegombana na Kewe, pengine hadi sasa hivi wangekuwa pamoja. Waisa akasema inawezekana kuna zaidi ya kile tunachokijua. Inawezekana mzee wako kuna kitu amekifanya. Jonathan akatoka nje. Sasa Kewa akiwa anajidunga hapa, kuna mtu akagonga mlango. Alipofungua tu alikuwa ni Fatima. Anasema amekuja kwa mpenzi wake. Mimi sio mpenzi wako. Fatima anachotaka wawe wapenzi tu, la sivyo atamwambia kila mtu hii siri ambayo yuko nayo. Mara mlango kagongwa tena. Alikuwa ni Jonathan. Jonathan amekuja anataka majibu hapa. Mchizi akamtaka asepe. Jonathan anataka kujua kama mzee wake amemuumiza au vipi. Lakini Kewa akawa mkali kishenzi yani. Hataki kabisa mchizi abaki hapa. Akamtoa Jonathan kisha akamtoa na Fatima. Bahari imechafuka vibaya mno. Mnamwona mchizi amemind huyo. Sasa Jonathan alilia kishenzi yani. Amira wakati anapita akamwona mchizi ameinamia gari lake, akawa amemsogelea, akagundua mchizi analia ise. Ikabidi wakae kama watu sasa wazungumze. Jonathan akasema Bella ipo chumbani kwake sasa hivi. Amira akashangaa kinoma yani. Haelewi nini kimetokea kati yao. Kwa nini ulikuwa unalia? Kewe, nilienda kujua kinamsumbua nini, lakini alinifukuza kama mbwa. Amira akasema kuna wakati tunaweza kuhisi tunajua watu, kumbe hatuwajui vizuri. Jonathan akauliza unaongea na Kewe? Amira akapotezea hapa. Ikabidi aende chumbani kwa kina Jonathan kumfuata Bella. Walipofika hostel, Amira akasema alikuwa anahitaji sana kukaa mwenyewe, lakini kwa sasa ile hali ishaisha, kwa hiyo wanaweza kurudisha urafiki wao tena. Basi urafiki ukao umerudi hapa. Leo tena Kewe akaja kumtembelea baba yake mlezi. Huyu mzee naye anagombea ugavana sawa na Douglas, lakini anamwona Douglas ni kizingiti chake kikubwa sana, ndio maana anataka kumuua tu ili ampoteze na yeye achukue kile kiti, yeye ndo abaki kuwa mgombea mkubwa. Mzee akasema kampeni za Douglas maeneo ya chuo zitaanza hivi karibuni, kwa hiyo hapo ndo watamaliza kazi yao aisee. Upande wa Soma huku ameanza kuimba kwa mara ya kwanza, lakini kila akijaribu kuimba anashindwa. Alipambana mara nyingi sana lakini kashindikana. Ikabidi atoke nje tu kwanza ili akapungwe upepo. Alipofika nje akasema kila akijaribu kuimba anaisikia sauti ya mzee wake. Anaogopa mzee akijui itakuwaje yani. Steve akamtaka atulie kwanza ili baadaye atarudi kuja kuendelea na session. Kwa hiyo Soma akamtaka Steve kama vipi aende akapumzike kwanza kisha atarudi baadaye. Vitu kaizo mtu wangu. Huku Wezi kamletea taarifa Fatima kuwa Kewa amekuja kumuona hapa hostel, lakini Fatima hataki kabisa kuonana na Kewe. Basi bana, Kewe akakutana na Amira kwa mara nyingine tena. Alikuwa anataka kuongea naye, akaomba asikilizwe, lakini Amira hataki kabisa kuongea chochote na mchizi. Mara akaja Jonathan. Kewe akamshika mkono Amira, lakini Amira hataki kushikana mkono na Kewe. Amira, tuondoke kwa usalama wako, hawezi kukudhuru, kuna kamera kila mahali hapa. Mimi sio mnyama hivi Amira, nisikize ninachotaka kukuambia. Jonathan akataka kusepa. Amira akaungana na Jonathan aisee, wakashikana mikono, watu wakasepa. Mwana kabutua kombolela, Kewe akabaki na jilaumu tu. Jonathan akamleta Amira hadi maeneo ya hostel. Amira akaomba msamaha kwa kumchagua Kewe mbele yake. Achana nayo hayo bana. Amira akasema kwa sasa anachagua amani. Kisha akamwomba Jonathan kesho atoke tena. Mpango wa kuliunganisha kundi ukaanza rasmi. Bella ikabidi aende kuzungumza na Soma kwanza. Wakati Soma na Soma, Princess akaanza kushikashika karatasi lipige kelele makusudi tu. Princess, mbona unapiga makelele? Samani, hiki chumba ni cha kwangu pia. Ndio pige kelele wakati nasoma. Nenda library au darasani. Princess akaendelea na makelele yake hapa. Soma kakasirika sasa, akamfuata Princess. Acha ngumi zianze kupigwa hapa. Mara akafika Bella, naye akaunga umo kwenye ugomvi. Walimchezeshea Princess. Bella ni mkorofi kinoma yani. Yaani ukitaka vita wewe muite Bella tu. Kwa hiyo mnaona anawapenda huyu. Amekuwa akiwasema sana wewe na Amira. Princess akaanza kumkandia Soma kwa Bella. Lengo wagombane tu. Yaani Soma kose kote kote. Kweli bana, Princess akafanikiwa jambo lake. Vitu kaizo mtu wangu. Bella akaondoka na hasira kishenzi yani. Ikabidi Soma amfuate kwa nyuma. Bella hakutaka kabisa kumuona Soma chumbani kwake. Amira akauliza, "Kinaendelea nini?" Soma anatuzushia uongo kila kukicha. Sio kweli, nilikasirika tu. Nampenda Jonathan, lakini anakupenda wewe Amira. Najua nilichokifanya nilikosea. Nisikilizeni kwanza. Hatukusikilizi. Inawezekana unaendelea pale ulipoishia. Soma akasema, "Nampenda Jonathan, lakini anakupenda wewe. Nikahisi labda nikikusema vibaya ataacha kukupenda na atanipenda mimi. Nisameheni jamani, nisameheni." Kwa nini unaona kama tatizo? Kwa sababu anakujali sana na Princess alinijaza maneno. Kwa hiyo ndo nikawa hivyo. Mwisho washikaji wakasameheana na maisha yakaendelea. Wakati Soma anafagia
Kufagia akaja Princess na Zawadi, amekuja kuomba msamaha kwa alichokifanya na nini, lakini Soma ajali kabisa kwa sasa. Soma akasema aliongea na madam akasema kuwa ulienda kumwomba ili ujuishi hapa. Mimi lini? Soma akasema ulimwambia umeongea na mimi nikakuruhusu, ndio maana wewe ukaja hapa. Najua ulifanya hivi ili uwe karibu na Jonathan umchune pesa zake. Zawadi ya Princess ikawa nzito hapa, siri yake imejulikana ise. Ndio maana alikuwa anataka sana Soma awe karibu na Jonathan alikuwa anataka pesa za Jonathan tu. Soma akamtaka kae mbali kabisa muda wote ambao atakuwa chuoni hapa. Upande wa Kewe huku anaofuatilia kwa karibu sana washikaji zake. Kwa sasa Furaha imerejea tena kwenye kundi, ni yeye tu ndo hayupo hapa. Watu wanaenjoy vya kutosha tu, vyakula kama vyote unaambiwa. Noma sana hii mtu wangu. Wamekubali maisha yaendelee bila Kewe. Si unaona hapa Kuna wakati inabidi tu kubali mtu aondoke kwa maisha yako ili uendelee kuwa na maisha mazuri. Kewe kila akikumbuka kuwa mzee wake alimkataa tena zaidi ya mara moja, hasira zilikuwa zinampanda kishenzian. Na akimkumbuka Jonathan pia ndo kabisa anazidi kujaa kifua. Mchizi anafanya mazoezi kwa nguvu zote unaambiwa. Sasa Kewe akaja nyumbani kwa mzee tena. Mara hii akapewa bastola tayari kwa kazi. Alikuwa anatetemeka kishenzian, maana hajawahi kabisa kufanya hiki kitu. Mabango ya Douglas kufanya kampeni maeneo ya chuo yalibandikwa kila mahali mtu wangu. Sasa mke wa Douglas ndo amerudi leo nchini akitokea London Uingereza. Kwa hiyo amemfanyia surprise mpenzi wake hapa, amekuja kumpa support kwenye kampeni zake. Pale pale Jonathan naye akafika. Basi ilikuwa ni furaha kubwa sana hapa ndani. Mama akataka kuwaona marafiki zake Jonathan. Sasa mamake Kewe kwa mara ya kwanza kaamua kuja kumtembelea mwanae. Akawa amekutana na Jonathan, maana aliambiwa yeye ndo rafiki yake. Akasema kamtafuta sana mwanae, lakini kwenye simu hapatikani. Jonathan akasema anaishi nje ya chuo. Mama akashangaa kinoma, sio gharama sana. Ni gharama, lakini naweza kukupeleka. Upande wa pili kumchizi amelewa vibaya mno. Mara mlango ukagongwa. Alipofungua akakutana na mama yake. Mama alishangaa kinoma kuona mwanae anaishi hapa na analewa pia ise. Wenzako wako shuleni, wewe upo unalewa tu hapa. Hauna haki ya kuniuliza, nimepambana mwenyewe. Nani kakulipia ada? Shingapi? 4.5, si ndio? Nakupa 1,000,000 hii hapa. Chukua ubaki na chenchi. Mama akamwona mwanae amebadilika sana. Kewe akamfukuza mamake arudi alipotoka. Hataki mazoea kabisa na mama yake, maana alimtelekeza bila kujua anaishi vipi. Haujali kama naishi na nina sehemu ya kukaa na vaa vipi. Kama isingekuwa bibi, mimi si kitu kabisa. Umepata wapi hizi pesa? Au umeanza utapeli? Hata niwe tapeli, wewe haikuhusu. Kewe, wewe ni kijana mwema. Najua nilikuwa nakufokea, lakini huyu sio wewe. Ulikuwa mwema kwangu hata wakati nilipokuonyesha ubaya. Huyu nayemsema ashakufa, hawezi kurudi tena. Mara akapigiwa simu na mzee Solomon. Mama anamjua Solomon ni mtu hatari sana. Huku Bella amependeza kinoma, wanaenda kuonana na mama yake Jonathan. Mara akaja mama yake Bella. Amira akajua tu leo kazi ipo. Bella alipomwona mamake akashtuka vibaya mno. Kwa hiyo ni kweli una sifa mbaya hapa chuoni? Hapana, hii ni kwa ajili ya majaribio tu. Mama akamkosa kumpiga Bella. Unadhani siwezi kuwapiga wote hapo? Utaenda jela kwa kumpiga mtoto wa watu. Unajua hiyo ni hatia Mama hapendi kinoma kumwona mwanae kavaa hivi. Amira, tupishe, nataka kuongea na mwanangu. Usiondoke Amira, waite walinzi uambie kuwa kuna mwanamke hatari ameingia chumbani kwetu. Mama akashangaa. Anataka aitiwe walinzi? Sikuelewi mama, sifeli mitihani, sipigani na watu. Kwa nini unanifanyia hivi? Au mimi ndo mwenye mama peke yake hapa chuoni? Ushawahi kumwona mamake Amira amekuja hapa nafokea watu? Kwa hiyo mimi ni mkorofi? Mama, nachukia nguo zote ambazo umeninunulia. Mimi sio mtoto tena. Mara Jonathan akapiga simu. Ikabidi waondoke, wakamwacha mama peke yake hapa. Sasa Jonathan akawaleta nyumbani kwao hapa. Acha waanze kushangaa hii nyumba. Bella muda wote amekaa kimya tu, hayuko sawa kabisa. Wakati wanaongea, mamake Jonathan akafika. Amira akashukuru kwa gauni alilochukua siku ile na nini, lakini mama hajui hiki kitu. Akajua tu mwanae kafanya kitu hapa. Akawa amepotezea tu lakini. Huku Lydia amekaa muda sana anamsubiri mwanae. Mchizi aliporudi, akawa anakumbuka namna ambavyo mamake alikuwa anamwambia baba yake ameshakufa, licha kuwa alimuona kwenye TV anagombea ugavana. Hii inamfanya ajisikie vibaya mno Kewe. Mama akauliza, Solomon anataka nini kutoka kwako? Yanakuhusu? Ndo amekupa hivi vitu vyote au? Umeondoka miaka 5. Unajali nini sasa? Solomon sio mtu mwema, namjua muda mrefu sana, lakini bora amekuwa kama mzazi wangu mimi. Mama kaendelea kusisitiza kuwa Solomon ni mtu hatari sana. Amekuahidi nini mwanangu? Mama hakutaka mwanae awe karibu na Solomon, lakini mwana anaona bora Solomon kuliko wasaliti. Yani baba yake pamoja na mama yake Lydia, maana walikuwa hamjali kabisa. Mama alijilaumu sana ise. Na huo ndo kwa mwisho wa sehemu ya 8 ya Tambala Hili Mtu Wangu. Inaitwa Campus Chronicles. Tukutane kwenye sehemu ya mwisho ya Tambala Hili Mtu Wangu. Mimi naitwa Rio na hii ni Zero TV. Usiache kusubscribe, kucomment, kushare na kubonyeza alama kengele ili uwe sehemu ya familia hii kubwa. Hadi wakati mwingine, bye.